Namna hiyo, mfuatiliaji wa TriGen Media, tukiwa tunafuatilia kumbukumbu muhimu za Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Nikiwa hapa shule ya sekondari ya Pugu, tumeona hiyo nyumba, mtazamaji, ambayo umeweza kuona nyumba ndogo, lakini baadaye Mwalimu alikuja kuishi katika nyumba hii kubwa, ambapo ukiangalia bango la kumbukumbu ni kwamba alikuwa hapa kuanzia mwaka 1952 mpaka 55. Takriban miaka mitatu akiishi hapa Mwalimu. Na sasa hivi wapo walimu, akiwepo mwelekezi wangu huyu Mwalimu Cheyo, anaishi katika nyumba hii. Lakini viko baadhi ya vitu ambavyo vimesalia kama kumbukumbu, kama ambavyo tumeelekezwa hapa. Mwanzoni tulizungumza sasa tukiwa katika ile nyumba ambayo ilionekana hatuwezi kusema ni duni, ni ndogo. Ilikuwa ni nyumba ndogo. Baadaye ulisema mwajiri akamtafutia Mwalimu nyumba nyingine. Naam. Ambapo aliishi mpaka anapoondoka. Yes. Ndio hapa tulipo, ndugu mtangazaji. Hii ndio nyumba tumeweka sasa hivi, ilikaa nyumba namba 4. Lakini pia ni nyumba ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere. Naam. Baada ya kutoka kwenye ile nyumba ya muda, mwajiri kama alivyosema alimjengea nyumba bora zaidi, kubwa zaidi, ambayo ni hapa tulipo. Nyumba hii, ndugu mtangazaji, na vyumba vitatu. Ina sebule, ipo jiko, lakini pia kuna choo. Iko bafu. Ni nyumba nzuri na ya kisasa kabisa. Kwa hiyo tunavyoona ramani hii ni tangu wakati huu. Ni tangu wakati huo. Haijafanywa maboresho. Haijafanywa maboresho wala ukarabati wote. Iko vile vile. Naam, sasa katika historia turudi, maana leo tunamwangazia Mwalimu hayati baba wa taifa Julius Kambarage Nyerere. Ni mambo gani yaliyoendelea hapa? Maana ujue hapa ndipo alipoanzia harakati za siasa. Mpaka kupoteza kazi ya mwajiri wake wa kwanza na kuja pia kuingia katika siasa. Asante sana. Ilikuwa alifika katika nyumba hii mwaka 1952. Ndio. Na alikaa hapa mpaka mwaka 1955. Akiwa hapa aliajiriwa akiwa na mambo makuu mawili. La kwanza ni kufundisha, kwa sababu wito wake ni kazi ya walimu. Lakini la pili ni kusogea karibu na makao makuu ya taa. Wakati huo pale Dar es Salaam, siku inaita Mnazi Mmoja pale, Taa Lumumba, ili aweze kuongoza harakati za kuwakomboa Tanganyika. Lakini yale yalikuwa malengo fiche. Malengo fiche kabisa, malengo fiche, lakini yako moyoni mwake akiwa tayari kuyatekeleza. Kwa hiyo katika nyumba hii sasa kwa anatekeleza mambo yote mawili kwa pamoja. Kwa hiyo alikuwa anafundisha vizuri. Baada ya muda wa darasani anaanza harakati za siasa. Na alikuwa akitoka hapa na kwenda Mnazi Mmoja. Alikuwa atumia mara nyingi usafiri wa baskeli. Anaenda mpaka Mnazi Mmoja. Mpaka Mnazi Mmoja. Na kipindi hicho ujue kuna kijijini sana, barabara sio lami, ilikuwa kuna wanyama wakali pia njiani, simba na nini, lakini Mwalimu hakukata tamaa, hakuchoshwa na ile mazingira. Anaondoka hapa, anaenda kukutana wenzake Mnazi Mmoja, wanajadiliana jinsi ya kumondoa mkoloni. Na kwa kweli kazi ambayo alifanya ya kwanza ilikuwa ni kubadilisha chama cha taa kutoka chama cha harakati za watu weusi kuwa chama cha siasa. Kutoka Tanganyika African Association kwenda kuwa Tanganyika African National Union. TANU. Tarehe 7 mwezi wa 7 1954 chama cha TANU cha siasa kikazaliwa, na yeye akiwa kama rais wa kwanza wa TANU akiwa katika nyumba hii. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, unavyoona katiba ya TANU ambayo mambo yake mengi tumealisi kwenye katiba ya CCM, hata mengi ya kurefresh kwenye katiba yetu ya nchi imeandikwa katika nyumba hii. Utulivu wake ulikuwa anatoa hapa. Fikra zake ametulia ni katika nyumba hii. Umeona, hata wageni wake, marafiki zake mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi walikuwa kimtembelea kwa lengo la kujadili ukombozi wa Tanganyika, waliingia katika nyumba hii. Na serikali ya koloni ilikuwa inafuatilia. Kadri siku zinaendelea, Mwalimu alikuwa anaonekana kuwa ni hatari kwa serikali. Kwa hiyo wakaanza kuleta makatazo. Yale makatazo ya awali wakamwambia usichanganye mambo ya siasa na kazi, tafadhali. Kwa hiyo Mwalimu akaona isiwe shida, akafungua ofisi nje ya kituo cha hapa, nje ya hapa Pugu Sekondari. Akafungua pembeni kidogo. Kwa watu wakija wanawaambia nendeni kajiungeni. Nendeni kajiungeni, nendeni kule mkajiunge na TANU. Nendeni mkajiunge na TANU, kajiungeni. Ndio asili ya jina Pugu, kajiungeni. Na pale walipokuwa kujiunga ndipo sasa ipo ofisi ya Chama cha Mapinduzi kata ya Kajiungeni. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, bado hata hivyo serikali iliendelea kumpa shinikizo la kuacha. Ndipo sasa Mwalimu mnamo tarehe 20 mwezi wa 3 1955 akapata barua kutoka kwa mkuu wa chuo ikimwelekeza kwamba achague kama ni kuendelea na siasa, aendelee na siasa, aache kazi. Kama anataka kufanya kazi, afanye kazi, aache mambo ya siasa.
ulikuwa ni uamuzi mzito. Hata hivyo Mwalimu kwa kulipenda taifa kuliko familia yake aliamua kuchukua maamuzi magumu. Kwa nini sio kuliko familia yake? Kumbuka huyu ni msomi, ameajiriwa, ana familia na ana watoto. Unaona? Sasa unavyoacha mshahara kwa ajili ya kwenda kuongoza harakati, kwangu mimi si tu ni uzalendo, ni ushujaa uliopitiliza, ni mapenzi ya dhati kwa taifa letu. Mwalimu hapoogopa. Akasema ni heri niteseke mimi, lakini niendeleze harakati zangu za kukomboa Tanganyika wote ili taifa zima tufurahi. Tarehe 21 Machi 1955 Mwalimu akajibu barua ya kuacha kazi na akaondoka rasmi katika nyumba hii. Mlishawahi kuona nyaraka ninyi walimu mliokuja baadaye? Barua ya kujibu, hata barua ya kujibu tunayo, akielezea kwamba sasa kweli na kubaliana, na ukisoma anaonyesha machungu ya familia itaishi vipi. Lakini anajipa matumaini. Wageni wakija katika nyumba hii, karibuni, hapa ni nyumbani kwenu, ni nyumba ya jamaa, nyumba wa Tanzania wote, nyumba ya Afrika wote, na yeyote mapenzi mema na binadamu anakaribishwa. Na vitu kama hivi unavyovisema, kizazi hiki mnachokilea hapa kama mwalimu, ni wapya ambao unahitaji tumie nguvu kubwa sana kuweza kumfahamu mtu aliyeanzisha harakati katika nyumba hii, manake hayati baba wa taifa ambaye tunakumbuka leo ikiwa ni takriban miaka 26. Mnawaambia nini hao vijana kutoka mikoa mbalimbali? Hii shule ya Pugu ni shule kubwa, inachukua pembe zote za Tanzania bara na visiwani. Mnapata muda achili mbali mtaala mnaofundisha, kuna kitu cha ziada mtu akitoka hapa anasema ndio faida ya mimi kusoma Pugu? Asante. Kwanza nishukuru sana serikali yetu. Nashukuru serikali kwa sababu imeenda kuifanya shule yetu ya kitaifa. Nikisema shule ya kitaifa maana yake inachukua wanafunzi kutoka mikoa yote ya Tanzania wanakuja kusoma. Na wakifika hapa tuna majukumu mawili tu. Jukumu la kwanza ni kuandaa wataalamu, madaktari, wahandisi, walimu, wahasibu. Hilo jukumu la kwanza. Lakini jukumu la pili ni kuandaa viongozi. Tunaandaa vipi viongozi? Kwanza watambue shule hii ni shule ya kipekee. Tunawaelekeza juu ya kumfahamu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na siasa yake. Nyumba hii ina mambo makubwa mawili. La kwanza ni makumbusho. Serikali imeteua kwa nyumba ya makumbusho kwa sababu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, rais wetu wa kwanza, baba wa taifa, aliishi katika nyumba hii. Lakini la pili, Kanisa Katoliki wapo kwenye mchakato wa kumtangaza Julius Kambarage Nyerere kuwa mtakatifu. Ndio kwa maana hiyo maeneo mbalimbali ambao alipita ama aliishi wameweza kuidentify. Moja kati ya eneo ambalo linaonekana ni muhimu sana katika nyumba hii. Watu wanakuja hapa kusali, wanakuja hapa uhiji. Na maji yanayotoka kwenye nyumba hii yamekuja kuonekana yana baraka ya pekee. Kwa hiyo nimeshuhudia kundi kubwa la watu wakija kuchukua maji kwa lengo la kwenda kusali na kufanya mambo. Na wanakuja hata ushuhuda wanafanikiwa. Kwa hiyo pamoja na mambo mengine pia Mwalimu Nyerere ni role model wa masuala ya kiroho. Alikuwa ni muumini mwadilifu mzuri. Namna hiyo tunaendelea kuangalia baadhi ya kumbukumbu muhimu zilizosalia Pugu Sekondari zama hizo Mwalimu akifundisha. Nimekuonyesha nyumba ambayo aliishi kwa takriban miaka 3 mpaka mwaka 55. Lakini sasa twende uweze kuona gari ambalo lipo hapa tangu zama za Mwalimu. Kuna ile vijana wanasema zama za Mwalimu na nini ilikuwa kama, sasa na kuonyesha gari ambalo lipo tangu zama za Mwalimu. Gari hili mpaka sasa lipo na ni moja ya kumbukumbu muhimu. Lakini pia kuna upepo bwana hapa, bado upo, haujawahi kupungua, halijapata pancha. Ni gari ambalo la Mwalimu kama unavyoona, lilikuwa ni gari kubwa ambalo mpaka sasa lipo, ni aina ya Isuzu. Ni baadhi ya vitu ambavyo vilibaki hapa katika nyumba hii ambayo alipewa baadaye na mwajiri wake. Nyumba ambayo ilikuwa kutoka ile nyumba ambayo ilikuwa ndogo na kuja katika nyumba hiyo ambayo ni kubwa na bora zaidi. Hayo ndio maisha ya Mwalimu ambaye tangu wakati huu ameanza harakati, amekwenda amesoma Makerere, amekwenda Uingereza kufanya masters, amerudi. Na hapa Pugu Sekondari ndipo ambapo aliambiwa na mwajiri wake uchague kitu hiki kati ya hivyo vitu, kama ni siasa ama ualimu. Yeye akachagua siasa. Leo tunamuita baba wa taifa.